Pamoja na kwamba tunaona hana baya katika upande wa ibada, wa maadhalika, pamoja na wema wake na kutokugundua sisi baya kwake, kana barra li ummihi, alikuwa ni mtu mwema kwa mama yake huyu. Adda laha taamaha wa sharabaha, kijana huyu kamtimizia mama yake chakula bora na kinywaji. Wa ghassala laha thiyabaha wa nadhafa laha firashaha, akimuoshea mama yake nguo zake na akamtunza mahala pazuri akikaa. Ni mambo muhimu mazuri. Sasa complaint walioipeleka malaika kwa Allah, wanauliza falimadha ghadibta alayhi, kwa nini mtu kama huyu umemkasirikia? Sisi hatulielewi kwa kibaya, na mema ya ziada ya kumtunza mama kafanya kwa kiwango kizuri cha kuridhisha. Chakula bora kampa, mavazi mazuri, akimuoshea hakumwacha katika uchafu, akimuoshea nguo, mahala pa kulala pazuri. Falimadha ghadibta alayhi, Mola wetu kwa nini umemkasirikia? Mafunzo ya kuonyesha Allah anayajua yasiri. Wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidhati sudur, yeye anayajua yaliyoko vifuani. Kusema kwenu kwa kelele, kujificha pembeni mkanong'ona, kupanga mikakati ya siri, munajisumbua bure kwa Allah. Haya wafanyieni binadamu wenzenu, fanyianeni wenyewe kwa wenyewe. Lakini Mungu hamumdanganyi, yeye anajua. Anayajua ambayo hamjayachukulia hatua wala hamjayatolea maamuzi, anayaelewa. Yeye ndo wa kumtahadhari. Kwa hiyo malaika wameuliza, huyu mtu mwema hatujui tabaya moja kwake. Maana angalau katika rekodi zetu tungelikuwa tuna orodha ya 2, 3 mabaya yake, tukasema labda kwa mabaya haya yameharibu mazuri yake yote. Malaika wanasema inna abdaka hadha, hakika ya mja wako huyu, ma alimna alaihi min suin, kwake hatuelewi hata baya moja. Falimadha ghadibta alayhi, kwa nini Mola wetu umemkasirikia? Qala Allah Ta'ala, Allah mtukufu akasema, ya malaikati, enyi malaika wangu, antum la ta'lamuna alghaiba, nyinyi hamjui mambo ya siri. Ana alladhi a'lamu alghaiba,